بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Ndugu waandishi wa habari na Watanzania kwa ujumla, awali yoyote naomba niwasalimie kwa salamu ya Kiislamu, salamu yenye amani ndani yake. Kwa Kiarabu niwaambie assalamu alaikum, na kwa Kiswahili niwaambie amani ya Mola iwe juu yenu. Leo tumewaita hapa makao makuu ya Al-Hikma Foundation kwa ajili ya wito wa mwisho na ukumbusho wa mwisho kwa Waislamu, wapenzi wa Qur'an na Watanzania kwa ujumla, kuja kushuhudia ule mtinange, yale mashindano makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu ya mabara ulimwenguni, yanayotambulika kwa jina The Greatest Intercontinental Holy Quran Competition, kwa Kiarabu musabaqatu qarat al-alam al-kubra lil-Quran al-Karim, na kwa msisitizo kwa Kiswahili mashindano makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu ya mabara ulimwenguni. Niwaambie Waislamu na Watanzania, mwezi mtukufu ulipata utukufu kwa sababu ya kitabu hiki kitukufu. Malaika Jibril amepata utukufu kwa sababu ya kupewa jukumu la kukishusha kitabu hiki kitukufu. Naye mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipata utukufu kwa sababu ya kushushiwa kitabu hiki kitukufu. Nasi tumeambiwa ili tupate utukufu ni lazima tushikamane na kitabu hiki kitukufu, lazima tukifuate kitabu hiki kitukufu, na lazima tukienzi kitabu hiki kitukufu. Al-Hikma Foundation kwa kuzingatia hilo, ndani au katikati ya mwezi mtukufu tunakuletea mashindano ya 25, robo karne hiyo baba, yatakayofanyika tarehe 16 wiki hii tu ya mbele, ndani ya mwezi huu wa 3 mwaka huu 2025, insha ar-Rahman alladhi allama al-Quran, kuanzia saa 12 asubuhi kama kawa hadi saa 6:30 mchana. Hakuna kiingilio, ni bure kabisa. Watu wote hata wasiokuwa Waislamu Qur'ani inawahusu. Qur'ani yenyewe imesema mwanzoni mwa suratu Ibrahim, kitabun anzalnahu ilaika, kitabu tumekuteremshia ewe Muhammad, litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur, ili upate kuwatoa watu katika kiza na uwapeleke katika nuru. Qur'ani imehusishwa na watu, na mtu ni mtu, awe Muislamu awe Mkristo awe hana dini, wote Qur'ani inawahusu. Karibuni katika viwanja hivi vya Mkapa na Uhuru. Mgeni wetu rasmi si mwingine, ni yule aliyeweza kukivaa kiatu cha mwenyewe, Alhaji Ali Hassan Mwinyi, mtoto wake Dr. Hussein Ali Mwinyi, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, lakini waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu yetu Kassim Majaliwa naye tutakuwa naye. Lakini kipekee mwaka huu tutakuwa na naibu waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Doto Mashaka Biteko, rafiki yangu huyu
kiongozi ambaye ni wa ajabu sana, anajua Kiarabu na anajua kusoma Qur'ani kwa Kiarabu, jambo ambalo Waislamu chungu mzima hilo linawashinda. Naye tutakuwa naye na viongozi mbalimbali. Kipekee mwaka huu tutakuwa tuna makadhi wa Afrika Mashariki yote watakuwa ndani ya uwanja wa Mkapa insha Ar-Rahman alladhi allama al-Quran. Tuna wageni kutoka Omani, tuna wageni kutoka South Africa, tuna wageni kutoka Uingereza, tuna wageni kutoka Kenya, tuna wageni kutoka Burundi, tuna wageni kutoka Rwanda. Dunia nzima sasa imekwisha changamka kuja kujionea ni nani, ni bara lipi litakaloondoka na kitita cha milioni 30. Kwa kumalizia, niwaambie Waislamu na Watanzania kwa ujumla, Al-Hikma Foundation kila mwaka tuna slogan na tuna kauli mbiu na tunakuja kivingine. Mwaka huu kauli mbiu yetu inasema Qur'ani tukufu ni moja kati ya mawili baba, ama ikunyanyue au ikubwage. Twendeni sasa ikatunyanyue, kwa sababu hayo kayasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyo sahihi pale aliposema inna Allaha yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin, hakika ya Allah kuna watu atawanyanyua kupitia kitabu hiki, atawapandisha daraja juu kwa juu, watakuwa matawi kweli kweli, nyota isiyoshikika kupitia kitabu hiki. Wakati gani? Watakapokienzi ukweli wa kukienzi, wakakifuata ukweli wa kukifuata, wakakiheshimu ukweli wa kukiheshimu, wakakisoma, wakakihifadhi, wakakifanya kwa dira yao, wakakifanyia kazi, wakakipenda. Allah atawanyanyua kupitia kitabu hiki, na wale waliokipuuza kitabu hiki atawabwaga kweli kweli, na watakuwa pangu pakavutia mchuzi. Baada ya kusema hayo, ndugu waandishi, naomba kuwasilisha, huu ndio wito wetu wa mwisho, na niko tayari kusikiliza kama kuna maswali au katibu aniambie kama ana jambo la kumalizia. Mwenyekiti wa kamati husika. Haya, wanasema nimewafilisi. Naam, maswali. Karibu. Asalamu alaykum. Mimi nafsi nauliza Shekhe, kutokana na kasi kubwa ya matangazo tunayoona kwenye mitandao, mmejiandaaje ikiwa watu wakatafurika mapema kwenye uwanja ule wa Mkapa? Swali zuri kwa mwandishi Saimu Gwao. Anasema kutokana na kasi ya matangazo yenu, mmejiandaaje na mafuriko ya watu, hasa watakapoamua kujaa mapema? Alhamdulillah, kile kilichokuwa ndani ya uwezo wetu tayari tumekwisha kiweka sawa, na tunashirikiana vizuri na wizara husika kupitia mameneja, madirectors na viongozi mbalimbali wa pale uwanjani, na mazingira yote yako sawa. Niwaambie Waislamu na Watanzania wasihofu chochote. Mguu mosi mguu pili ndio kupandishwa daraja, na atakaikata mguu wake hakuja huenda akabwagwa. Naam, karibu Saimu Gwao. Nauliza kwa sababu Qur'an kwa ajili ya watu wote. Je, viongozi wa upande wa pili, wale viongozi wakuu mmewalika japo hata mmoja? Bimaana ya viongozi wa dini wenzetu wa upande wa pili. Naam, viongozi wenzetu wa upande wa pili kwa mwaka huu hatukualika kwa kweli, lakini miaka ya nyuma tulikuwa tunawalika. Na kitendo cha kualika viongozi wengine wa kiserikali ambao si Waislamu, mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya Ilala, mkuu wa wilaya ya Temeke, naibu waziri mkuu, mawaziri mbalimbali ambao si Waislamu, hii yaonyesha kwamba sisi Al-Hikma hatubagui. Huko nyuma tulikuwa tunawalika, na kidogo wenzetu walikuwa wazito kwa kweli kutuitikia, na huenda hilo likatuvunja moyo kuendelea kualika mara kwa mara. Na mimi kama Sheikh Kishki huwa nina slogan moja. Mimi nina slogan
Watanzania tuungane kwa maslahi ya taifa, katika kulijenga taifa, katika kupanda mbegu nzuri ya upendo, amani, haki, umoja na mshikamano, na tuwe karibu, tukae meza moja, tule meza moja, tule sahani moja. Panapofika jambo la kiimani, tusilaumiane, kila mtu aachwe akae upande wa imani yake na asilazimishwe kushiriki katika imani ambayo sio ya kwake. Kwa hiyo huwa mimi si mind kwa kweli mtu nikimwalika kwenye shughuli za kidini hakuja kwa sababu imani yake, na naomba asiitwe mbaguzi. Hii ni imani jamani, imani haichezwi nayo kabisa. Hakuna ubaguzi. Ubaguzi ungekuwepo tusingekaa meza moja katika maeneo mbali mbali. Swali la pili ndugu zangu. Naam, swali la pili, karibu ndugu yangu. Swali zuri. Anasema kila shughuli kutoka Manara TV, kila shughuli ina changamoto, na bila shaka changamoto katika mashindano ya mwaka jana ya 2024 mmejipangaje kukabiliana nazo, kuzipunguza au kuziondoa kabisa? Kwanza nikiri ya kuwa kwa mziki huu mnene, kwa kazi hii kubwa, kwa shughuli hii kubwa ya kujaza viwanja vyote viwili, lazima changamoto haiwezi kukosekana. Kadri Allah anavyotujalia tunakabiliana na changamoto na tunazitatua kila mwaka, ila kuzitatua kwa pamoja kwa kweli hatutaki kusema uongo, sisi tumefunga. Kwa mfano, changamoto kubwa ambayo mwaka huu tumejipanga kukabiliana nayo ni kupunguza idadi ya washiriki. Mwaka jana tulikuwa tuna idadi ya washiriki takriban 23 takriban. Mwaka huu tumeamua kuweka 17, ambapo kwa taimu tulioiandaa, wakianza kwa muda tuliokubaliana na majaji, mashindano saa 4 takriban na robo hadi na nusu mashindano yameisha. Tunawapa meza kuu masaa 2 tu ya kuzungumza, salamu na kugawa zawadi. Tunatarajia ikiwa Mola atatia baraka nia zetu 6:30 mwaka huu tumalize. Kwa hiyo hili pia ni moja ya mbinu ya kukabiliana na uwingi wa washiriki na kutumia muda mwingi sana pale viwanjani. Hawa viongozi wetu wana upendo mkubwa, wanaheshimu dini, wanakaa muda mwingi kutuvumilia, lakini wakati mwingine huenda hawapendezi kukaa muda mrefu sana pale. Kwa hiyo hili ni moja ya mambo ambayo mwaka huu tunataka Mungu akipenda tulisimamie kwa dhati, ili usomaji wa mashindano yenyewe uishi haraka, alafu tuingie katika hayo mengineyo insha Allahu taala. Dada pili kutoka chombo gani? Nipashe. Kutoka Nipashe. Labda mimi naomba nikwambie dada pili, mimi ni shekhe niliyezunguka nchi nyingi sana duniani, na kila ninapokwenda nikiulizwa juu ya Tanzania, upekee wa Tanzania, uzuri wa Tanzania, huwa napenda kusema Tanzania ni nchi ya kipekee kwa sababu ni serikali zote za Tanzania ni serikali zenye kuheshimu dini na zenye ukaribu na watu wa dini na viongozi wa dini. Ni serikali chache duniani zinazoshirikiana kwa ukaribu na viongozi wa dini kama Tanzania. Kwa mahusiano hayo ya baina ya serikali na viongozi wa dini, wao ni viongozi wa kiserikali na kisiasa, sisi ni viongozi wa kiroho. Sisi ndio tuna watu hasa, alafu sisi hatujui kustafu. Hilo ulijua dada pili. Lakini viongozi wetu watastafu tu. Hakuna rais mwenye miaka zaidi ya 11 katika nchi. Miaka 10 ataondoka. Mawaziri miaka mingapi ataitwa mstaafu. Hakuna shekhe mstaafu. Hii maana yake, kwa kuzingatia hilo, serikali yetu na siri miongoni mwa siri za mafanikio ya Tanzania kuwa ni nchi yenye baraka tele, amani, utulivu, umoja, mshikamano, ni serikali kuheshimu dini na watu wa dini. Na ndiyo maana Al-Hikma Foundation mwaka huu tunatimiza miaka 10 ndani ya uwanja wa Mkapa na Uhuru. Hilo ulijue, sio mwaka wa kwanza, ni miaka 10, na serikali inatupa ushirikiano na tunaendelea kutumia hivyo viwanja, na tunaamini serikali mbegu hii nzuri, mbegu tamu ya kuendelea kuwa karibu na viongozi wa dini, bado serikali itaendelea kupanda, na sisi uwanja tumekushapewa siku nyingi na jambo letu lipo insha Allahu taala.
Na sisi katika haya mashindano, dada Pili, nikwambie, huwa tunaombaga dua. Usione tumekaa tu pale, dua zinamwagwa pale, wizara yenyewe inapigiwa dua pale na barikiwa. Hata mkitaka timu zenu mzilete pale zipigwe dua, tutazipigia dua, lakini kwa sharti zikiwa zinashindana na timu za nje. Ndani kwa ndani mtatupeleka kule kwenye utopolo na ukolo mtatupeleka, na sisi viongozi wa dini hatutaki kuwa, tunataka kuwa neutral. Kwa hiyo dada Pili, kwenye hilo usiwe na wasiwasi. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni serikali ambayo inajua namna kuishi na viongozi wa dini. Sisi na wao tunategemeana, na ndio maana sisi pia tukiitwa kwenye lolote la dini tunashiriki. Mimi juzi nimeitwa Arusha kwenye maridhiano day, waziri mkuu alikuwepo, Makonda alikuwepo, Pinda alikuwepo. Nimekwenda na nimesema neno kwa sababu ya mahusiano, kwa sababu nikiwahitaji wananisikiliza, wakinihitaji na mimi nawasikiliza. Na kwa kutegemeana na kushirikiana, nchi hii itaendelea kupaa na itaendelea kuwa taifa lililobarikiwa. Swali zuri kutoka kwa Jafari Mti Mkuu Online TV. Anauliza maswali mawili. Anasema tumezoea kusikia kuna kuaga na surprise, si ndio? Kwa ajili ya hadhira wanaohudhuria pale. Kwa hivyo angelipenda akajua surprise ya mwaka huu ni nini, lakini zawadi kuu mwaka huu pia ni nini. Ndugu Jafar, nikwambie tu wewe na waandishi wa habari na Watanzania kwa ujumla, Al-Hikma Foundation hatujawahi, na mpaka msimamo wetu uko pale pale, hatutowahi kuwaita Watanzania kuja uwanjani kwa vishawishi mbalimbali vya kidunia, kwamba mtu wa kwanza kuingia atapata kitu fulani, watu kadhaa watakaoingia watapata kitu fulani. Sisi tunataka tuwajenge Waislamu kidini, tuwajenge Waislamu kiimani. Takbir, Allahu Akbar. Tuwajenge Waislamu kiaqida, tuwafanye Waislamu waje wenyewe kwa msukumo wa imani. Qur'ani wasukume waje wenyewe kwa nauli zao, kwa miguu wengine, na tunaamini kufanya hivyo ndio Waislamu kufanikiwa kwao. Lakini tukiwaambia Waislamu tutagawa hiki na kile, bila ya shaka wapo watakaokuja kwa ajili ya kufata zile zawadi za kidunia, na hawatoumbulia chochote katika uwanja wa Qur'ani, na watakuwa pangu pakavutia mchuzi, na huenda ikawabwaga duniani hadi akhera. Kwa hiyo sisi Al-Hikma hamjawahi kutusikia tukisema hiki wala kile. Hatujawahi kugawa nauli sisi kwa watu waje uwanjani. Hatujawahi kuwapelekea mabasi sisi ili watu waje wajaze uwanja. Hatujawahi kuahidi zawadi mbalimbali. Hatujawahi, na nyinyi mashahidi na ni wazoefu katika hili, na ni miamba kwelikweli wa miambani, watoto wa TMK wanaume. Na wewe unajua slogan yangu, Temeke ni mji wa makeke. Tunatoa wito, tunahamasisha, tunapandisha imani, wanakuja kwa msukumo wa kiimani. Hilo mosi. Pili, huwa kweli katikati ya shughuli tunapenda kutoa surprise. Tutaita surprise kama jina lilivyo surprise, na wao hawajui mwaka huu kuna surprise au hakuna, na kama kuna surprise ni surprise ya aina gani hawajui. Bado tunawafunga ili waje kwa kauli ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, hakika ya matendo hutokana na nia, wa innama likulli mri'in ma nawa, na hakika si vinginevyo kila mtu atalipwa kile alichokinuia. Tunataka Waislamu walipwe malipo kamili ya kiqur'ani, na sio waje wafate zawadi za kidunia. Kwa hiyo kama zipo, na sisemi kama zipo, ili ni tusivunje miko yetu tukasema zitakuwepo, alafu akipatikana mmoja akaja kwa ajili ya kusikia kuna surprise, tutakuwa tujamtendea haki, tumeiporomosha imani yake. Kama zipo mtasikia huko. Zawadi kuu mwaka huu ni kitita cha shilingi milioni 30. Hii haijawahi kutokea, na mwenye macho haambiwi utazama, na mwenye masikio haambiwi usikia, na zawadi ziko zingine chungu mzima. Lakini Mtanzania pia akiingia ndani ya top 5 atajipatia kiwanja chenye siku ya mita takriban 600, maeneo ya Kimbiji karibu kabisa na bahari, akiingia top 5. Asipoingia top 5 tutajua. Naam. Swali la mwisho jamani, upande wa huku kulikuwa na watu. Karibu. Swali la Saidi kutoka Qiblatain. Anasema kuna mashindano mengi yanafanyika, na kuna mashindano yanafanyika nje ya Ramadhan.
na mengine ndani ya Ramadhan. Je, Al-Hikma Foundation tutegemee siku moja kuona nanyi mnafanya mashindano ya Qur'ani nje ya Ramadhan? Kwanza naomba nikwambie, hakuna aya wala hadithi iliyosema mashindano ya Qur'ani yafanyike ndani ya Ramadhani tu. Sawa? Unaweza mtu akafanya mashindano ya Qur'ani ndani ya Ramadhan au akafanya nje ya Ramadhan. Hakuna makosa katika hilo. Hilo lazima ulielewe ndugu Saidi, isipokuwa kwa kuwa Ramadhani ni mwezi wa Qur'ani na Qur'ani imeshushwa ndani ya Ramadhani. Kwa kuzingatia hilo, Al-Hikma Foundation kwa miaka 25 mfululizo tunafanya mashindano ya Qur'ani ndani ya Ramadhani. Ikitokea siku moja tukakosa fursa hiyo, tunaweza tukafanya nje ya Ramadhani, si kosa wala si dhambi. Lakini ndani ya Ramadhani hata malipo yanakuwa ni makubwa zaidi, ni mwezi wa Qur'ani, akisoma mtu thawabu zinaongezeka, kwa sababu tunaambiwa ndani ya Ramadhani jema moja utalipwa maradufu na ovu moja utalipwa maradufu. Kwa hiyo iko hivyo, na kwenye hili naamini mimi hakuna tatizo, ni mtu aangalie mwenyewe taratibu zake. Ila sisi Al-Hikma mpaka sasa hatujawahi kutoka nje ya Ramadhan, na ikibidi kutoka hakuna kosa. Kama nilivyotangulia kusema, hakuna mafundisho ya direct yaliyosema lazima mfanye ndani ya Ramadhan au lazima mfanye nje ya Ramadhan. Naam. Mwandishi kutoka Icon TV anauliza, kwa kuwa mashindano haya ni mashindano ya mabara, anataka kujua mpaka sasa hivi kuna nchi ngapi na ngapi. Labda nikwambie, mwaka huu bara la Afrika kidogo inaonekana kama tumelipendelea, ingawa hatukukusudia kulipendelea, kwa sababu washiriki wa bara la Afrika wamekuwa wengi zaidi. Lakini mwakani panapo hai na uzima, tutabalance, kila bara tutachukua washiriki wawili au watatu ili kupatikana kile kinachoitwa uwiano. Ukiacha hilo, bara la Afrika tuna mshiriki kutoka Misri, kutoka Nigeria, Ivory Coast, kutoka Morocco, kutoka Libya. Hizi ni nchi mpya ambazo hazijawahi kushiriki, ni bara la Afrika. Mabara mengine kama tunavyofahamu, Marekani ya kaskazini, Marekani ya kusini, upande wa Ulaya watawakilishwa na Muingereza, upande wa Australia ni bara kamili hilo, atatokea mtu, na upande wa Asia atatokea Urusi. Kwa hiyo mabara matano nje ya Afrika plus bara moja la Afrika, jumla ngapi jamani? Mabara 6. Kisha lile bara lingine lile, nyinyi mnajua zaidi, hakai mtu lile, si ndio jamani? Na kama kuna mwandishi anawajua wakazi wa bara lingine, atupe contact zao, tutawatafuta mwakani, watashiriki Mungu akipenda. Swali zuri sana kutoka kwa ndugu yetu mwandishi kutoka chombo Star TV, na ndio swali la mwisho nadhani jamani, na kwa kweli ametufungia vizuri sana. Yeye kaenda kiimani zaidi na kimafanikio zaidi, kwamba taasisi yako inafanya mashindano ya Qur'ani miaka 25. Labda hapa nikugusia jambo moja dogo tu. Mashindano haya yalianza 98 rasmi. Mpaka sasa yalitakiwa yawe na umri wa miaka 28 au 29. Ukichukua 98 mpaka 2025. Lakini miaka mitatu ya awali, 98, 99 na 2000, hatukuwa wenye kuyafanya rasmi sana na mbele ya media kama hivi. Ndio maana huwa hatuhesabu kuanzia 98, tunahesabu kuanzia mwaka 2000. Kutoka mwaka 2000 kamili mpaka 2025 ni miaka 26. Fanyeni mahesabu. Lakini tulimiss mwaka mmoja, mwaka wa corona 2020 hatukufanya. Kwa ndio maana tunasema tuna miaka 25 rasmi katika uandaaji wa haya mashindano. Yepi matunda ya haya mashindano? Sheikh Kishki, mnatumia gharama kubwa, nyomi kweli, mnajaza watu wageni kutoka sehemu mbalimbali. Watoto wa Kitanzania wanafaidika na nini? Naomba nikwambie, mwamko wa kukisoma na kukihifadhi na kukikombatia Qur'ani Tanzania imeongezeka maradufu. Al-Hikma Foundation fingerprints zake zimekwisha wekwa katika daftari la tarehe, daftari la historia. Tumeleta mwamko mkubwa, mageuzi makubwa. Waislamu wa Tanzania huko nyuma walikuwa wanapenda Qur'ani, sasa hivi wanapenda zaidi Qur'ani kwa sababu ya mashindano haya. Huko nyuma haijawahi kutokea
watu kufunga safari kama hija vile, wanatoka Mina wanakwenda Muzdalifa, wanaenda Arafa kwa miguu kwa ajili ya kwenda kufata tukio la kidini, isipokuwa tukio pekee ni hili la Qur'ani. Na Al-Hikma Foundation ndio waanzilishi na ndio wafunguzi wa uwanja wa Mkapa na Uhuru. Kwa miaka 10 tumedumu ndani ya viwanja hivi, tumeleta mageuzi, tumezifanya familia nyingi kuipenda Qur'an, wazazi wengi kuwapeleka watoto wao madrasa na kuwasimamia na kuhakikisha wanasoma Qur'an. Kubwa kuliko yote, nyuma huko, sala za tarawehe katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ndugu mwandishi kutoka Star TV, tuna ibada inaitwa ibada ya tarawehe. Hii inaswaliwa saa 2:30 usiku baada ya kumalizika kwa swala ya Isha. Huko nyuma miaka 10 au zaidi, Tanzania tulikuwa hatuna maimamu vijana waliohifadhi Qur'ani wakaweza kutuswalisha katika misikiti yote, mikoa yote nchi nzima. Tulikuwa tunaazima Kenya. Sasa hivi vijana waliosoma Qur'ani, waliohifadhi Qur'ani wamekuwa wengi, mpaka tunaazima wengine wanaenda Omani kuswalisha, wanaenda kuswalisha Kenya, wanaenda kuswalisha nchi mbalimbali. Hii maana yake malengo tumefikia, kuleta muamko wa Qur'ani, mageuzi ya Qur'ani, kurejesha mapenzi ya Qur'ani katika nafsi za Waislamu na Watanzania, na kuwafanya Waislamu na Watanzania waipende zaidi na zaidi Qur'ani. Sisi ambao tupo katika field hii tunajua kwamba kuna muamko zaidi ya tulivyokuwa tukitarajia. Kuna hapo maana yake tutakuwa tumefanikiwa, na kwa mujibu wa Qur'ani, ukikishika Qur'ani huwezi kuwa raia muovu, utakuwa raia mwema, kwa sababu Qur'an ni kitabu cha Mungu na ni maneno ya Mungu, na siku zote yanaongoza katika njia iliyo sawa sawa. Naam. Mimi na swali moja la mwisho. Haya jamani, tumpendelee dada, tumpendelee dada. Nilikuwa naomba kujua Watanzania ambao watashiriki labda ni wangapi msofa? Haya, dada yetu tumempendelea kwa sababu ni dada yetu, atakuwa ni wa mwisho kwa kuokoa muda. Anataka kujua Watanzania watakaoshiriki katika mashindano haya ya mabara ya ulimwengu. Watanzania watakaoshiriki mwaka huu ni watatu. Mmoja anatokea Tanzania bara, mwingine anatokea Tanzania visiwani, na mwingine anatokea hapa Al-Hikma Foundation. Bimaana sisi taasisi inayoandaa jambo hili pia hatuandai tu, bali tuna madrasa kubwa zaidi ya wanafunzi 700. Tunasomesha, tunahifadhisha Qur'ani bure, shilingi nyeupe hawalipi, na katika kuhamasisha lazima nao waingie, na wao vile vile wapate experience na waweze kupiga hatua mbele zaidi. Kwa hiyo kuna mwakilishi wa taasisi, kuna mwakilishi wa Tanzania bara, na kuna mwakilishi wa Tanzania visiwani. Ni watatu, na washukuru sana ndugu waandishi kama mlivyojitokeza kwa wingi leo. Naomba tukutane kwa Mkapa Jumapili hii ya tarehe 16, na nimekusha zungumza na mkurugenzi wa Kishki TV bana Ezden Jumanne.